Tumeweza kuona namna ambavyo maisha ya Aaliyah yamekuwa hatarini, na hii ni baada ya Aaliyah kuweza kumng'ang'ania bwana mkubwa Diamond Platnumz, akisema kwamba siachiki Diamond Platnumz, mimi ni mke halali wa bwana mkubwa Diamond Platnumz. Sasa kutokana na hizi kauli bwana, watu wengi wameshindwa kabisa kuweza kuvumilia hili na kumwambia kwamba wewe si mke halali wa bwana mkubwa Diamond Platnumz, pia unatakiwa kuweza kuwa na adabu, kwa sababu huyo unayezungumza naye hapo ndio mtu pekee ambaye ameshika kijiti chako. Na pia unavyosema kwamba umeibiwa mwanaume, umeibiwa na nani? Kwa sababu tunajua A to Z juu ya maisha yako yote ambayo yalivyo, na unatakiwa kuweza kuwa na busara katika maisha yako, kwa sababu kuna mengi ambayo yapo, na sisi tunajua kila kitu juu ya maisha yako. Tunajua una masponsa mengi ambayo yamekuwa yakikuwezesha mijini, na licha ya yote ambayo yaliweza kutokea katika maisha yako, tunafahamu kila kitu kukuhusu wewe, lakini bado watu tuliamua kuweza kukaa kimya, na wengi wao walitamani sana kuweza kujua kila kitu ambacho kinachoendelea katikati yako, na wengi wao wakasema kwamba kwa hiki kinachoendelea sasa, Mungu atasimama kuweza kuhakikisha maisha yenu yanakuwa katika mikakati na misingi iliyo bora. Hivyo kwa upande wa dada yetu Aaliyah amegoma, akisema kwamba Zuchu ni mwanaume wake na atahakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa, kwa sababu yeye ndiyo mwanamke wa kwanza kwake, na kuna vingi ambavyo vimeweza kutokea na amekiri kuweza kuyaweka sawa kila ambalo liliweza kutokea katika maisha yake. Kuna sababu kubwa ambayo anaiona ni sababu ya msingi, na anajua namna ambavyo yeye atakavyoweza kusolve hiki kitu ambacho kinachoendelea, kwa sababu kuna namna ambavyo watu wengi wanaamini kwenye yale ambayo wanayoyaamini, na tumeweza kuona wengi wao wakasema kwamba kwa hili tatizo ambalo lipo katikati yao, yatupaswa kuweza kuhakikisha maisha yao yanakuwa katika mikakati na misingi iliyo bora zaidi.